Na toba, tafsiri kubwa ya toba ni tendo la kuomba msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Ni tendo la personal supplication. Tunasema ni ile kujitoa mwenyewe na kusema, yani kujiweka radhi, kitu kama hicho. I don't know how to keep it, lakini tafsiri yake ni kule kusarenda. Yes, tafsiri yake ni kusarenda, ya kwamba nimekubali yote na nimekubali kukufuata wewe. Na Mungu hataki kuchangamana utukufu wake na utukufu wa mwanadamu. Ili Mungu aweze kufanya kwenye maisha yako, anahitaji ya kwamba yeye ndiyo awe tegemeo lako, lakini sio wewe kudhani ya kwamba wewe kutenda kwako yeye anakutegemea wewe. Ili Mungu aweze kuanza kufanya kazi yake ndani ya maisha yako, anahitaji nafasi ya wewe kutambua ukuu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tumekuwa tukiomba juu ya toba. Unaweza ukajiuliza, je, toba ninatubu kwa sababu nimeiba? Ninatubu kwa sababu nimezini? Ninatubu kwa sababu nimesema uongo? Lakini tunatubu kwa sababu tunatambua nafasi ya Mungu. Rehema zake ni za milele. Yeye anahitaji wewe kutubu, sio kwa sababu wewe ni mtakatifu upaswi kutubu. Unatubu kwa sababu unatambua umetenda dhambi kwa kujua ama kwa kutokujua, na umepungukiwa na utukufu wake ndani ya maisha yako. Kwa hivyo ili uweze kuricharge utukufu wake, unahitaji kitu kinaitwa toba. Bwana Yesu asifiwe. Tajiuliza ya kwamba, je, watumishi wa Mungu hawatubu? Wanatubu. Why? Kwa sababu wao wamembeba Mungu katika roho, lakini pia wana mwili. Biblia inasema roho iradhi, lakini mwili ni nini? Ni dhaifu. Anaweza akafanya vyema katika kazi ya Mungu, lakini ukumbuke ana maisha nje ya kumtumikia Mungu, ana maisha nje ya kuifanya kazi ya Mungu. Vivyo hivyo kwako wewe ambaye leo umepata nafasi ya kusikia neno la Mungu na ukaenenda katika kusudi la Mungu, pale unapozingua ni lazima urudi mbele za Mungu kwa moyo wa toba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kusikiliza sana nyimbo za kwaya sio kwamba uhitaji toba. Kinachokufanya unahitaji toba ni unahitaji pia uweze kutambua na kuifahamu sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukaitambua na kuifahamu kazi ama sauti ya Mungu pasipo kuwa mtakatifu. I need to hear the Holy Spirit. I need to hear the Holy Spirit. Nahitaji kumsikia Roho Mtakatifu. Tumekuwa tukitumia neno hili ya kwamba mwili wangu ni hekalu la nani? La Roho Mtakatifu. Ili Roho Mtakatifu aketi ndani yako, anahitaji ukawe msafi. Na ili uwe msafi ni lazima ujitakase. Bwana Yesu asifiwe. Taenda kusoma Biblia kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 2, mstari wa 19. Kama kuna pastor ameona, please nisaidie. Timotheo wa 2, sura ya 2, mstari wa 19. Biblia inasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake. Na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli mimi na wewe tumeokoka, lakini walio wake anawajua. Ili awajue walio wake, wanapimwa sawasawa na matendo yao. Kinachokufanya tutambue ya kwamba wewe ni wa Mungu, unapimwa sawasawa na matendo yako. Siku ya leo tumekuwa ni siku yetu nzuri ya kuomba. Imekuwa ni siku yetu ya kutengeneza ushirika na Mungu. Imekuwa ni siku yetu ya kureconcile, kutubu makosa yetu na kuyatamka mbele za Mungu na kumwambia Mungu, ninakiri kuna yale ambayo tunayafahamu na yale tusiyoyafahamu, lakini mbele zake tunapoenda, tunaenda kwa moyo wa toba, tukiamini ya kwamba sisi ni wa kwake. Walio wake, sio kila mtu ni wa kwake, lakini walio wake ni lazima watatubu na kuacha uovu. Kulitaja jina la Bwana ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili ni kuenenda sawa sawa na mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usisahau, toba inatutengeneza mimi na wewe kupata ushirika na Roho Mtakatifu.
Mimi na wewe tunahitaji ushirika na Roho Mtakatifu. Ili mimi niweze kupata nafasi kwa Baba yangu aliyenizaa, ninahitaji uhusiano, ninahitaji ushirika na Baba yangu. Wako watu ambao leo hii walizaliwa na baba zao na mama zao na wapo hai, wapo duniani, lakini kwa sababu ya kukosa ushirika, kuna vitu wanavikosa kupitia wazazi wao kwa sababu hawana ushirika. Ina maana hawana uhusiano kati ya baba na mwana. Mimi na wewe, ili tuweze kuisikia sauti ya Mungu, ni lazima tuwe na ushirika na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni roho iliyoachiliwa ndani yangu mimi na wewe. Roho Mtakatifu anatenda kazi ndani yetu. Roho wake anafanya kazi na kututumia mimi na wewe as a vessel. Tunasema ni vyombo. Mimi na wewe ni vyombo vya kuihubiri habari njema. Mimi na wewe ni vyombo vya kutamka yaliyo mema. Mimi na wewe ni vyombo vya kuenenda sawasawa na makusudi ya Mungu. Hivyo basi, ili tuweze kutumiwa kama vyombo, ni lazima tuwe na ushirika na nani? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na ushirika na nani, watu wa Mungu? Wengine wanasema natakiwa niwe na ushirika na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika na mimi utachoka. Mimi ni mwanadamu, nitakukwaza. Niliwahi kufundisha siku moja nikasema, kama umekuja kanisani ukitarajia ya kwamba Free Church umekuja kwa ajili ya Dr. Musa, unataka ufurahi na Dr. Musa, unakuja kwa sababu Dr. Musa yuko pale, kwa sababu ni mtumishi wa Mungu yuko pale, utachelewa sana, kwa sababu yeye ni mwanadamu. Yeye ametumika as a vessel, chombo, kukuhakikisha umefika hapa. Lakini ishu yako wewe na yeye haina uhusiano na ishu yako wewe na Mungu. Tumekuwa watu wengi tukienda mbele za Mungu tukiomba juu ya fedha. Ni kweli tunaomba juu ya fedha. Ni kweli tunaomba juu ya uchumi. Ni kweli tunaomba juu ya mafanikio. Ni kweli tunaomba juu ya kazi. Lakini kuna wakati tunafeli kwa sababu tunasikiliza sauti tatu. Ya kwanza sauti ya shetani, ya pili sauti yako, na ya tatu sauti ya Mungu. Kwa hiyo umeruhusu milango ya kupokea sauti zote tatu. Kwa hiyo unashindwa kujua sauti ya Mungu ni ipi, sauti yako ni ipi, na sauti ya adui ni ipi. Na ndio maana adui anaungia sana makanisani, kwa sababu anatambua kuna watu wanamlilia Mungu lakini hawajui kusikiliza sauti ya Mungu. Watu wanatafsiri ya kwamba milango yote mizuri ndo milango ya nani? Ndo milango ya nani, watu wa Mungu? Watu wote wanatafsiri milango mizuri ni milango ya Mungu. Watu wote wanatafsiri ya kwamba nikija nikamwambia Pastor Josephine na shida ya milioni 1 akanipa, tayari ni mlango wa Mungu. Mungu amefungua milango. Nikija hapo mbele nikamwambia katibu, ninahitaji unifundishe gitaa, ananiambia nakufundisha, lakini ili nikufundishe gitaa inabidi tukutane kitambaa cheupe. Takufundishia pale, ndo nakuaga na session zangu pale. Nasema Mungu asante, kiu yangu ilikuwa ni kujifunza, ninaenda pale kujifunza. Niwaambieni kitu kimoja, chochote unachokipata cha bure nyuma yake kina madhabahu. Chochote unachokipata pasipo kulipa gharama nyuma yake kinakuwa na madhabahu ambayo ni lazima uilipe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima madhabahu itazungumza jambo juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Niliwahi kufundishaga sehemu fulani hivi kule Dodoma. Nilifundisha hili jambo kanisa la Dodoma Free Church. Nikawaambia dada zetu na kaka zetu, wakati ambapo unatenda dhambi ya kuzini, hujaolewa, hujaoa, unapotenda dhambi ya kuzini kwenye gari, ile gari inatambulika kama madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Unapotenda dhambi ya uzinzi ndani ya guest house, ndani ya nyumba yako, nje ya nyumba yako, popote unapotenda dhambi ya uzinzi, pale ulipoitenda tunapaita ni altar, kwa sababu pale ndo imekupokea wewe, imempokea na yule, ikawakutanisha pamoja. Yale yote mlioyazungumza siku ile yanaweza yakahitaji kuja kulipwa gharama, kwa sababu mliifanya kama madhabahu ya kukutania. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anything you do, kila mlango unaofunguka, jifunze kusikia ni sauti ya nani. Wakati mwingine sauti ya Mungu inaweza ikazungumza kwa ubaya.
ikakutenga kabisa mbali na watu, ikakuweka mbali kabisa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu wakati mwingine Mungu anahitaji azungumze na wewe personally. Sasa leo mimi na wewe tunazungumza mahali hapa. Leo tunazungumza ni shuhuda za watu wengine. Ni shuhuda za watu wengine. Mimi na wewe, je, tunatambua saa yetu? Je, mimi na wewe tunatambua ni wakati gani ambao Kristo atakuja kulichukua kanisa? Hapana. Tena Biblia inasema atakuja kama nani? Kama mwizi. Mwizi anapokuja nyumbani kuiba, haji kwa taarifa, anakuja kwa kushtukiza. Anakuja wakati ambao haukutarajia. Mimi na wewe tunapaswa wakati wote kukaa katika utakatifu, kwa sababu hatujui wakati. Hatujui ni saa ngapi atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine watu wa Mungu, usijiombee, usiwe selfish. Usijiombee peke yako. Ombea na kanisa lako. Utaulizwa. Utaulizwa. Ulipata nafasi ya kuifanya kazi ya Mungu, haukuifanya kwa uaminifu, utaulizwa. Watu wa Mungu leo hii tukienda kwenye mahospitali, wako watu dakika hii ninayozungumza wamelala. Juzi nilikuwa naangalia meme moja na mke wangu, mtu ameweka status ameandika RIP polisi. Watu wakamuuliza, kwa nini umeandika RIP polisi? Najua Tanzania nzima mpaka sasa hivi, yani watu wote tulioko hapa duniani leo lazima kuna polisi alifariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ninaozungumza, kuna watu wanatamani wapate nafasi ya kusema tu naomba neema ya wokovu. Kuna watu kuna somo moja nitakuja kufundisha linaitwa thamani yako. Kuna watu hawajui thamani yao. Wanadhani thamani ni fedha. Wanadhani thamani ni kumwona katibu ameingia na kusema amiri, nakuita, atoke huko ajulikane kila mahali. Watu wanadhani thamani ni vitu. Watu wanadhani thamani ni mali. Thamani ni watu. Thamani ni nini? Thamani ni hicho unachokiwaza. Lakini thamani ya kwako inapimwa kwa damu ya Yesu Kristo iliyokufa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Sio tu kwa ajili yangu mimi na wewe, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi ndo linalotupa mimi na wewe uthamani. Bwana Yesu asifiwe. Ondoleo la dhambi ndo linalokufanya wewe kupata utukufu mbele za Mungu. Tena Mungu wetu yeye, ukisoma kuna andiko rahisi sana, anasema niite nami nitaitika. The only challenge watu wengi tunashindwa ni kushindwa kumwita Mungu. Tunadhani kumwita Mungu ni kuomba tu. Tujifunze kuomba. Omba kwa utaratibu. Kuna watu ukiwaambia omba, anaanza kwanza kuvuta hisia. Badala ya kuomba analia. Tena Biblia inasema uje tuzungumze, tufanyaje? Tuojiane. Kuna wakati uhitaji kulia, kuna wakati unahitaji utulivu na kumwambia Mungu, this is my time for me and you. Huu ni wakati ambao unahitaji majibu yako. Kuna wakati huoni mwanga, huoni njia. Huo ndo wakati unahitaji kumuuliza Mungu, je, wakati wangu ni upi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema. Lakini tuna kila sababu ya kukataa ya kwamba hizo madhabahu ambazo wengine wanazitumia na kuzitengenezea mambo magumu juu ya maisha yetu yasifanikiwe. Niwaambieni watu wa Mungu, niwaambieni watu wa Mungu. Mnasema shetani, wengine wanadhani shetani hayupo, lakini niwaambieni jambo moja, shetani yupo. Shetani yupo na kazi zake zipo. Tawapa mfano ulio hai watu wa Mungu. Mimi niko kwenye maombi ya siku 62 ya kufunga na kuomba. Personally. Wakati naomba siku ya kwanza nilimwambia wife, ngambia nikwambie kitu. There is something lazima kitokee. And I feel ya kwamba kuna kitu lazima kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimefika maombi siku ya 8. Siku ya 9 asubuhi mwanangu anapelekwa shule na Ima. Nashangaa tu ghafla napokea simu ya Ima, pasta naomba uje mara moja. Nafika mwanangu yule wa kiume wa pili, yani sijui niwaambieje watu wa Mungu. Yani hapa ndo barabarani, shule pale kwenye ngazi. No, pale getini. Hapa lami wamepiga mzinga. Ajali ilivyokuwa, kwa namna watu wanavyoizungumza, wanasema
Yaani kama yule mtoto na huyu bwana wamepona ni Mungu. Ukimwangalia Ima, ukimuuliza leo, Manu, hebu nionyeshe scratches ulizopata, nikikuonesha kijana wangu scratches alizopata na scenario inavyozungumziwa na uzito uliobebwa na ile ajali, mwanangu hakustahili wala kuwa hai leo. Lakini Mungu amemtofautisha. Unajua, wakati tunapomwomba Mungu toba, hatuombi toba ili mabaya yasitupate. Tunaomba toba, mabaya yanatupata lakini hayatatudhuru. Adui zetu wataandaa meza mbele yetu, lakini hazitaleta matokeo kwa sababu tayari tumetofautishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu wa Mungu, nikutie moyo, wewe ambaye umeokoka ndio wewe shetani anayekutafuta, na wewe ambaye una dhambi ndio wewe ambaye Mungu anakutafuta. Kwa hiyo wewe uliyeokoka usijidhani kwa sababu nimeokoka I am safe. No, unapookoka unafungua battle upande wa pili, na marketing ya shetani achana nayo, kwa sababu marketing ya shetani inakuja visual, lakini kazi za Mungu wala hazionekanagi. Kazi za Mungu wala hazijidhihirishagi hivi. Ni sisi tunaona ya kwamba hili ni Mungu amefanya, lakini Mungu anaanza kukutengenezea mlango na mpenyo na mafanikio na baraka huko sirini. Matokeo yake ndo yanakuja mbele ya macho ya wanadamu, wakati Mungu amesha kufinyanga na kukutengeneza kuwa chombo kipya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia nani? Bwana. Lakini mimi na nyumba yangu hapata tokea kifo, hapata tokea msiba, hapata tokea bahati mbaya, kwa jina la Yesu. Na ikawe kwako kwa jina la Yesu. Vitu vingine vinatokea kwako kwenye maisha, unalaumu ya kwamba itakuwa ni fulani, itakuwa ni huyu. Lakini niomba niwaulize swali, watu wa Mungu, mmewahi kumwona shetani kwa macho ya damu na nyama? Hizo ni tunahadisiana kwenye movie, tunaona vampire, tuna nini, tunasema shetani ana sura hii, amekaa. Tena unaweza ukakuta shetani ni smart kuliko hata wewe. Lakini kinachofanya kazi, wakati Pastor Josephine ananikosea dafa, sipaswi kumwangalia Pastor Josephine, ninapasa kumwangalia aliye nyuma ya Josephine, ambaye ameingia na kutengeneza nafasi ya kutengeneza ubaya au kuweka mbali mahusiano. Watu wengi tunatafsiri makosa kwa mimi na wewe. Watu wengi tunatafsiri makosa kwa kuona kwamba huyu ndiye aliyenikosea. Lakini adui ili haribu hatma, aanzi kuiharibu hatma, anaanza kuharibu mchakato wa kuendea hatma. Lakini Mungu wetu anavyotutenganisha na kutufanya watofauti, anatutoa katika kusudi la adui kwa kutulinda, kwa kutuwekea ulinzi. Ametupa mamlaka. Tena cha ajabu kwenye Biblia anasema mimi na wewe tumepewa mamlaka ya kukanyaga nini? Lakini pia ametupa mamlaka ya kufunga na kufanyaje? Na kufungua. Wakati mwingine unaweza usijue sana maandiko, lakini mwambie Mungu hili nalifunga. Alafu wakati mwingine nenda mbele za Mungu kwa maombi ambayo ni magumu kuombwa. Mwambie Mungu, kama ni mapenzi yako yatimizwe, ila kama sio mapenzi yako lisiwe fungu langu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.